tunakaaje ndani ya Yesu? Kwanza kwa kupata uraia. Moja. Tunakaaje ndani ya Yesu? Kwa kupata uraia. Usisahau Yesu ni kingdom. Ni ufalme ulioshuka kutoka mbinguni kuja duniani, kuanzisha serikali ya mbinguni duniani. Narudia. Yesu ni nani? Yesu ni kingdom. Ni dominion. Ni ufalme ulioshuka kutoka juu mbinguni ukaja duniani kuanzisha utawala wa kifalme. Ufalme wa mbinguni umeshuka duniani. Haleluya. Kwa hiyo ufalme ulishuka kutoa elimu ya mbinguni ili watakao elimika wasajiliwe, waingie na wao wawe sehemu ya ufalme. Kwa hiyo ili kuishi ndani ya Kristo, kwanza inatakiwa usajiliwe. Ubalozi wa Mungu wa mbinguni uko duniani kupitia Kristo Yesu. Unaelimisha watu watakaotaka wasajiliwe, wawe na visa ya kuendea mbinguni. Haleluya. Mtu anasajiliwaje mbinguni? Moja, by birth, kwa kuzaliwa. Timotheo wa pili mlango wa kwanza. Timotheo wa pili, mtu anasajiliwaje kwenye ufalme wa Mungu? Kwa kuzaliwa. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 5, nasoma kwa msaada wa Mungu. Nikikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki ya kuwa wewe nawe unayo. Timotheo anaambiwa hivi, bibi yako Loisi alimrithisha mama yako Eunike imani, na wewe umezaliwa nayo. Ina maana kuna mtu anazaliwa katikati ya familia ya Kikristo, automatically anakuwa amezaliwa na ule Ukristo. Haleluya. Kwa hiyo kwa system hiyo tayari unakuwa ni raia wa mbinguni. Lakini hautatoboa mpaka umefanya hichi kinachoendelea hapa mstari wa 6. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Neno karama linatokana na neno karisma. Karisma inatokana na neno, mzizi wa neno charis. Charis neno la Kigiriki, kwa Kiswahili ni neema. Ichochee hiyo neema. Neema gani? Ya kuzaliwa katika ufalme. Haleluya. Ulizaliwaje? Kwa kuwekewa mikono. Uliwekewa mikono wapi? Ulipobatizwa. Haleluya. Haleluya. Hope living stone, tumaini la uzima.